Bwana Mgosi, hongera sana. Umeweza kuwafunga watani zako, lakini pia umeweza kuwafunga watu ambao unashindana nao kwenda kuwania kikombe. Kitu gani ambacho unaweza kusema dakika 90 za kiufundi? Niwapongeze Yanga na ushindani mzuri, wamekuja kwenye ligi kwa maana akiwa wanahitaji kile ambacho wamekipangilia katika msimu, lakini ubora wao unaendelea kukua siku hadi siku, lakini huwezi kutofautisha na timu ya Simba kwa sababu Simba ilianza kutengenezwa ndio ikaja ikamzaa Yanga. Ukiangalia vipigo ambavyo viko nyuma vilikuwa vya kufuuliza goli 6, 7, 8, 4. Kwa kila wanavyozidi kwenda wanakuwa wanapunguza idadi. Kwa hiyo nao tu siku moja wataweza kufanya vizuri kutokana na makosa ambayo wanayafanya, vile vile kile ambacho wanakisajili, kile ambacho wanakifanyia kazi, kuna siku itakuwa. Lakini kwa upande wa Simba nimesema kwamba tumejizatiti toka msimu uliopita, kwa maana tulikuwa tunajua tumekosea vipi kwenye msimu uliopita na msimu huu tuingie katika namna gani ya kuweza kucheza. Mpaka sasa hivi unaamini kabisa kwa kuna timu yenye safu bora zaidi ya Simba, lakini mpaka sasa hivi pia unaangalia pia idadi ya uwiano ya magoli ya kufunga na kufungwa, Simba pia iko vizuri. Lakini sio hilo tu, kocha wa Simba pia anaendelea kuchukua tuzo za mwezi. Kwa hiyo inayofuata nikichukua nitampa Edina ili akae nayo kama zawadi tu. Ni kama una mpinzani sasa. Wapinzani wapo, sema wanaletea ile competition na kwa nzuri, lakini ushindani wa kuweza kunishinda bado hujafikia. Kitu gani ulizingatia leo ukilinganisha Young Princess ndio timu ambayo inaongoza kwa kufunga zaidi kukuzidi wewe magoli machache, lakini wewe ni safu ambayo yako ya mabeki ni safu ngumu sana. Ulizingatia nini? Maana umeweza kupata magoli, maana bila shaka kwenye kushambulia wewe leo ulikuwa bora zaidi yake. Kwenye pressing nilizungumza kwamba tunaangalia mapungufu ya Yanga na mazuri ya Yanga, lakini ambacho tumekitengeneza, niliwaambia wachezaji wangu ndani ya dakika 15 tuhakikishe tumepata matokeo. Tumechelewa sana, ndani ya dakika 25 tuhakikishe tumepata matokeo. Alafu baada ya hapo confidence ya kuweza kucheza mpira na kuwamiliki wao itakuwa ni kubwa, kwa sababu tukiendelea na muda uzidi kwenda tutakuwa tuna pressure, tutakuwa tunakosa. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa kile ambacho tulipanga mazoezini, kutokana na mapungufu yao ambao tumeyatumia na udhaifu wao ambao tuliweza kuutumia, tukaweza kupata mapema goli mbili. Lakini kipindi cha pili walikuja, tulikuwa tunaamini watakuja kwa mpira nini ya kuforce ya kwenda wakati, lakini bahati nzuri pia wakaweza kupata goli moja. Kwa hiyo mechi ilikuwa ni nzuri, mechi ilikuwa ushindani, mechi ilikuwa ya ufundi zaidi, lakini niwapongeze wachezaji wa Simba kwa sababu kile ambacho tumetrain ndio kile ambacho tumekiapply katika siku ya mechi. Tunakiangalia sisi ni kupata pointi 3 ili kuongeza ile gap, kwa sababu gap likiwa dogo hata mtoto mpia kibao kidogo anakuwa ajui kama amepata kosa. Kwa mpie kibao ambacho akisikie kabisa siku akipita mbele yake anakuwa anaogopa. Kwa hiyo hichi ni kibao cha mwisho kabisa ambacho tumempiga Yanga, kwa asubiri mwakani kwa msimu unaofuata. Lakini kwa msimu huu tunaendelea sasa kuangalia mechi ambazo zinakuja, tunaangalia mechi ambazo tunaweza kushindana nao. Hatujamaliza. Tunahitaji tupate ubingwa pasipo kupoteza, na ndio dhamira yangu mimi. Timu ikiwa chini ya Mgosi uwe inachukua ubingwa pasipo kufunga. Kwa nataka nivunje rekodi hiyo mimi mwenyewe peke yangu.